بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وارحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah jalla jalaluhu wa jalla fi'ala, pia kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma huu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kadhalika hali zake na sahaba zake, na kuhusieni ikiwa ni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah jalla jalaluhu. Kwa hakika wamcha wa Allah ndio watakaofaulu fi dunia wal akhirah. ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين. Ndugu zangu, kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao upo karibu sana biidhnillahi taala, kwa hatua hiyo nimeona vema maudhui yangu kwa ufupi unwani yake yasema makanatul Qur'an fi hayatina, nafasi ya Qur'an katika maisha yetu, kwa sababu tunaelekea katika mwezi ambao unzila fihi alquran, ndani yake imeteremshwa Qur'ani. Qur'ani ina nafasi kubwa sana na umuhimu mkubwa katika maisha yetu, kwa sababu maisha yetu vyovyote yawavyo yanahitaji kupata baraka zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia kipindi hiki katika msimu huu, mvua zimekuwa za tabu, na mvua ni baraka itokayo mbinguni, na ndio maana hata katika dua tunazoziomba kila siku na hususan siku za Ijumaa, miongoni mwa dua hizo tunasema Allahumma anzil alaina min barakati sama, kwamba Allah, tunakuomba ututeremshie baraka kutoka mbinguni. Baraka inayotoka mbinguni ni mvua, na ndio maana hata ubeti wa pili tunasema wa akhrij lana min khairati al-ard,
itakaposhuka ile baraka kutoka mbinguni, na utoteshee mimea na vyakula vya kheri kutoka katika ardhi. Ukishaviotesha, kisha wabarik lana fi thimarina wa zuru'ina, na utubariki katika matunda ambayo yameota kutokana na mvua ambayo ni baraka kutoka mbinguni, pia na mashamba yetu na mimea yetu. Hii ndio nafasi ya baraka au nafasi ya Qur'ani. Na tunasema nafasi ya Qur'ani kwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa hadha kitabun anzalnahu mubarak, na hii Qur'ani tuliyoiteremsha mubarak, imebarikiwa au ni yenye baraka au ni yenye kuleta baraka. Haiwezi kupatikana baraka katika mji au nchi au nyumba au kwa mtu mmoja mmoja tuwapo mbali na Qur'ani, lakini haiwezi kupatikana baraka katika taaluma pasina Qur'ani. Japo wengi ama baadhi yetu tunaamini kwamba mtu anaweza akasurvive tu vizuri bila Qur'ani, na wakati mwingine huwa tunaamini kwamba ili vijana wafanye vizuri katika masomo yao, basi hakikisha wamesimama katika somo moja tu la secular bila Qur'ani, kitu ambacho si sahihi. Nitazungumza kwa mifano. Miongoni mwa vijana walioshiriki mashindano ya Qur'ani ambayo yalifanyika hapa katika ukumbi wetu ni hao vijana ambao wametoka katika shule zetu ambazo inapatikana elimu ya Qur'ani, ikiwepo Ibazi pamoja na sekondari, kwa maana shule ya msingi na sekondari. Waliojaliwa kuhudhuria bila shaka waliona ni vijana ambao wamehifadhi juzuu nyingi katika Qur'ani na walifanya vizuri. Baadhi ya watu tukaona vema tukae tusubiri, pamoja na kuwa wamefanya vizuri katika ilmu ya Qur'ani, vipi hii ilmu ya upande wa pili, watu wakikaa wakisubiri matokeo. Tunazungumzia nafasi na umuhimu wa Qur'ani katika maisha yetu tukiwa tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ndio mwezi pekee watu huwa na juhudi kubwa katika kuisoma Qur'ani, wana juhudi kubwa katika kuisoma Qur'ani. Lakini pamoja na kuwa juhudi kubwa, ukiangalia masahifu zilizowekwa ndani ya msikiti na idadi ya watu wanaohudhuria msikitini, palipaswa masahifu hizo zisitoshe. Kwa idadi ya watu wanaohudhuria katika mwezi wa Ramadhani, ilitakikana masahifu zisitoshe, kwa maana watu wachukue, zinamalizika na mpaka wengine wanahitaji. Lakini hilo halipo. Kwa nini? Kwa sababu leo hii nafasi ya Qur'ani katika maisha yetu imekuwa ni ya mwisho. Tumetanguliza mambo mengine mengi na Qur'ani tukaiweka mwisho. Kwa kuiweka Qur'ani mwisho katika maisha yetu, Allah subhanahu wa ta'ala amezuia mvua, amezuia baraka kutoka mbinguni, amezuia baraka kutoka katika ardhi, ameondosha baraka katika maisha yetu. Sasa nirejee kwa baraka ya Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala
huwapa watoto wetu vitu vya ziada. Wale ambao wamehakikisha wanaisoma Qur'ani muda wote hupata kitu cha ziada, Allah subhanahu wa ta'ala huwazawadia. Takupeni kisa kifupi sana. Kana hunaka tiflun a'jami la yatahaddathu al-arabiyya abadan. Kulikuwa kuna mtoto wa Kiajemi ambaye hakuwa anajua lugha ya Kiarabu kwa muda mrefu, yani amekuwa hajui, hawezi kuzungumza Kiarabu. Walakinahu hafidha alkitaba kamilan fi sinnin mubakira, lakini kwa muda mfupi na miaka michache midogo sana amehifadhi Qur'ani yote, kwa maana ya juzuu 30. Juzuu 30 zipo kichwani. Falamma suila an dhalik, alipoulizwa siri ya yeye kuweza kuhifadhi Qur'ani akiwa na umri wa miaka midogo sana, mdogo, hawezi hata kuzungumza Qur'ani. Kwa nini? Yani kuzungumza Kiarabu, lakini amewezaje kuhifadhi Qur'ani? Kana aljawab, jawabu lilikuwa hili: inna Allaha huwa alladhi fataha aqli bilqur'ani. Akajibu akiwaambia kwamba hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ameifungua akili yangu, ufahamu wangu na kumbukumbu yangu kwa sababu ya baraka ya Qur'ani. Na ndio tunaambiwa allimu waladaka alquran walquranu sayuallimuhu kulla shay'in. Hakikisha unasimamia vema Qur'ani kwa kijana wako, na Qur'ani itamfundisha kila kitu. Allah subhanahu wa ta'ala akafungua akili kwa yule mtoto ambaye hakuwa na uwezo kuzungumza Kiarabu, lakini kahifadhi Qur'ani juzuu 30. Anaulizwa, majibu yake anawaambia Allah subhanahu wa ta'ala kanifungulia akili, kaniongezea ufahamu, kaniongezea kumbukumbu kwa sababu ya kuisamini na kuijali Qur'ani. Sasa hiyo Qur'ani ambayo inapatikana katika skuli zetu ambazo zinasimamia ilmu ya Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala kaendelea kuweka baraka zake, pamoja na juhudi zinazofanyika kwa viongozi na walimu na vijana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anateremsha baraka zake kwa sababu ya kuitanguliza ilmu ya Qur'ani katika shule zetu. Bila shaka kwa wale wenye kufuatilia, hili ni tukio muhimu, na mada yetu nafasi ya Qur'ani, umuhimu wa Qur'ani katika maisha yetu. Tukizungumza maisha yetu, hatuwezi tukaacha kuizungumza ilmu. Miongoni mwa shule ambazo zimefanya vizuri ni pamoja na shule yetu ya Istiqama Sekondari. Ili lazima tulizungumze. Haina division 3, ni 1 na 2. Division 1 ni jumla ya watoto waliopata 1 ni 36, huku ni 12 pekee wakipata division 2. Ukiangalia kwa nafasi na idadi ya shule, ni shule ambayo imeshika nafasi ya 3 kimkoa na nafasi ya 2 kimanispaa, lakini imeshika nafasi ya 228 kama sikusahau katika shule 5,000 na. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake inapatikana ilmu ya Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala anawafungua akili vijana wetu, watoto wetu wanakuwa na uwezo wa kumbukumbu. Na hapa tunatakiwa tujiulize sisi wazazi,
tunachokitafuta mahala pengine tunatafuta nini, wakati katika shule zetu ambazo ndani yake panapatikana na ilmu muhimu ya Qur'ani vinapatikana vile ambavyo tunavyovitafuta mahala pengine, bali huku panakuwa ni bora zaidi, kwa sababu ni Qur'ani pekee ndiyo itakayemwandaa huyu mtoto atakapokuwa mhandisi kufanya uadilifu, atakapokuwa daktari afanye uadilifu, atakapokuwa kiongozi yoyote awe muadilifu. Ni Qur'ani ndio inayotengeneza tabia na kumjenga mtoto katika maadili mazuri. Tazama baadhi ya wahusika katika kuwajibika kwao, mtu haogopi hata kuomba rushwa ili akuhudumie. Kwa sababu gani? Hana hofu. Unakumbuka kwamba rushwa ni kitu kibaya, dini imekataza. Kwa nini? Huyo kwa sababu hakutengenezwa tangu mapema katika kumjenga ilmu ya Qur'ani. Ndugu zangu, hifdhul Qur'an yuqawi dhakirata at-tifli wa yazidu fi zakaihi. Kuhifadhi Qur'ani kunaimarisha kumbukumbu na fahamu ya mtoto, lakini pia akili yake huongezeka, IQ yake huwa juu zaidi kwa sababu ya kuhifadhi Qur'ani. Na ndio maana nikasema walioshiriki mashindano ya Qur'ani wakafanya vizuri kwa juzuu nyingi walizozihifadhi ndio hawa waliofanya vizuri na kufanya matokeo mazuri katika shule. Hakikisheni mnaitanguliza ilmu ya Qur'ani ili vijana wawe na fahamu na kumbukumbu ya kutosha, wawe na hifadhi nzuri katika mambo mengine mengi. Lazima Qur'ani itangulie. Hakuna maisha yatakuwa maisha bora bila ilmu ya Qur'ani. Baraka haiwezi kupatikana katika mji wetu, katika miji yetu, katika shughuli zetu bila ya Qur'ani. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarak. Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha, ni kitabu chenye baraka. Mwenye kukithamini kitabu hicho, mwenye kukipa kipaumbele, atabarikiwa katika maisha yake yote. Nas'alullah an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim wad'uuhu yastajib lakum innahu huwal barrul karim.